mchezo umemalizika, wekundu Msimbazi Simba msemo wao hii tunavuka, hatimaye wamevuka kwenda nusu finali waliotafuta kwa muda mrefu. Mchezo ulikuwa namna gani? Yes bana, mchezo ulikuwa mzuri basically. Mchezo ulikuwa mzuri, na sisi watu ambao mara nyingi tunakuwa tunatoa insights za michezo, tunakuwa tunaona vitu kabla havijaokaa. Umeelewa? Simba Sports Club wameweza kupata mabao mawili swafi kipindi cha kwanza. Umeelewa? Mabao ambayo ndo yani kipigo hichi cha mabao mawili sifuri basically ndo kinakuwa kipigo kikubwa zaidi kwa upande wao kwenye hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho. Umeelewa? Kwa hiyo watu wasichukulie poa, lakini vile vile wamecheza robo finali mbili hawa na RS Berkane, sio? Lakini mwisho wa siku wameshindwa, hao RS Berkane wameshindwa kupata magoli dhidi ya Al Masry. Na nafikiri unaelewa ni kwa nini. Sawa? Na kwa haraka niliongea, unajua kipindi cha kabla ya mechi kulikuwa kuna comedy nyingi. Nafikiri umefuatilia. Watu walikuwa wanazungumza maneno azif kwamba Simba hana uwezo wa kumtoa Al Masry. Na ilikuwa ni ana uwezo wa kumtoa mapema tu kabla hata ya kufika kwenye penalty shootout, umeelewa? Lakini kwa sababu ya kupoteza muda na uzembe wa referee kwenye decision zake dhidi ya wanaopoteza muda, ikapelekea mchezo ukafika mpaka kwenye penalty shootout. Lakini kwa Simba Sports Club naweka hizi record kwa sababu mara nyingi kabla ya mechi kuna comedy nyingi zinazungumzwa. Mara unajua timu ya Ziwi Simba mbovu. Nimesikia maneno, lakini Simba Sports Club inakuwa timu ya tatu, sawa, kuweza kuitoa timu ya Misri kwa mabao matatu, yanamaanisha kutoa timu ya Misri ambayo imetangulia mabao mawili. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 1975. Waliweza kutolewa Ghazl El Mahalla, waliweza kutolewa na Erungu Rangers wakitangulia 3-1 first leg. Mechi ya pili wanapigwa 3-0, Erungu Rangers wanaenda. Mara ya pili imepita muda mrefu sana, mwaka 2018, umeelewa? Ndio hawa Esperance Sportive de Tunis wanafanikiwa kumfunga Al Ahly kwenye fainali ya mkondo wa pili, baada ya fainali ya kwanza kufungwa mabao 3-1 kule nchini Misri kwenye dimba la Burj Al Arab. Fainali ya pili, sio, umeelewa? Wanakwenda kucheza Tunisia, Imam Agrebi Stadium, au sio? Wanaenda wanapoteza kwa mabao 3-0. Inakuja Simba Sports Club inapata ushindi dhidi ya timu ambayo ya Misri ambayo ishatangulia mabao mawili kwenye first leg. Afrika ziko tatu. Mind you, Afrika ziko tatu kama Simba Sports Club. Lakini jambo jingine ni kwamba ukijaribu kufuatilia, sawa, utagundua timu ya Misri kutoka kwenye penalty shootout ni jambo gumu sana. Mwaka 2004 mpaka leo tunapo count, Simba Sports Club inafanikiwa kuprogress kwenye hatua hii dhidi ya timu kutoka Misri kwa mkwaju wa penalty. Wamezoea. Alafu baadaye kuna watu walikuwa wanabeza penalty. Penalty. Huyu anazoea kupiga mapenalty. Leo penalty hizo hapo zimempeleka Simba. Umeelewa? Kwa hiyo watu wanatakiwa wa respect Simba Sports Club. Wa respect Simba Sports Club. Simba inafanya balaa kubwa kwenye hii michuano. Umeelewa? Na hajawahi kutokea. Nakwambia kitu kimoja, haijawahi kutokea Al Masry kufungwa mabao mawili, sawa, kwa 0 katika mchezo wa pili. Mwaka 2018 kwenye robo finali dhidi ya USM Alger bao 1-0 wameshinda kule ugenini. Mwaka 2020 wamefungwa bao 1-0 wakiwa Berkane. Mwaka 2022 wamecheza na Berkane robo, wamefungwa bao 1. Simba ndio inakuwa timu ya kwanza kuifunga Al Masry mabao mawili kwenye mchezo wa robo final kwa 0, na mabao mengi zaidi kwa kufungwa hawa ilikuwa mwaka 2018 walifungwa na Vita Club mabao 4-0 kwenye hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho. Fabrice Ngoma alitoa assist 2, ndio ana record hiyo. Mpaka leo hakuna mchezaji ametoa assist 2 dhidi yao zaidi ya Fabrice Ngoma. Na nilizungumza hayo yote. Sasa wanatokea watu fulani, sawa, watu fulani wanatokea wanakwambia Simba mbovu, Simba sijui anaingiza mbuzi, Simba na wazee wafupi. Hizo story mimi kabla ya mechi huwa sizisemi. Mimi nazungumzia vitu vizito, na mara zote nasema Heavyweight huwa akizungumza unatakiwa wewe uchukue kalamu, peni, andika. Mimi nakupa vitu ambavyo hujawahi kuvisikia. Sio, unaelewa? Of course, kwa mchezo ulikuwa mzuri. Al Masry hawana walichokikubwa walichokifanya. Ukijaribu kuelezea kiufundi nitashindwa, kwa sababu dakika 2 mbele wanalala chini, wanapoteza muda. Dakika 3 mbele wanalala chini, goalkeeper analala chini, referee anawa entertain. Kwa hiyo kiufundi mchezo haukuwa na mbinu nyingi. Walikuwa wanalala Al Masry. Lakini kiuchezaji ndani ya uwanja Simba Sports Club anatakiwa apewe pongezi. Labda kipi hasa kimekuvutia siku ya leo ulipokuwa zile dakika 90 unazitazama kwa upande wa Msimbazi Simba? Kipi ambacho wewe mwenyewe binafsi umeenjoy kutoka kwa Msimbazi Simba? Of course, swali zuri.
binafsi yangu mimi kilichonivutia ni jinsi ambavyo mchezo ulichezwa. Unajua, nikwambie ukweli, sawa, kulikuwa kuna raha sana unapoitoa timu ambayo inautoa ushindani. Yaani wewe unamtoa Rivers United kwenye robo finali, unasema umetoka robo finali, sio umefika finali, sio nini. Unaitoa Al Masry, imagine. Unaitoa Al Masry, sawa? Unaitoa Al Masry, alafu unaweka record kwamba unakuwa timu ya 3 Afrika kuinoka out timu ya Misri ambayo imeshakutangulia mabao mawili first leg. Unaweka record nyingi kwenye michuano. Umeelewa? Eli Mpanzu anafunga goli. Bao kali sana. Of course anakuwa mkongomani wa 5 kufunga bao dhidi ya Al Masry kwenye michuano hii. Wa kwanza alikuwa Adam Bozunzali, alikuwa TP Mazembe. Wa pili alikuwa Edi Ngoi Momo, umeelewa? Wa pili alikuwa Edi Ngoi Momo, Jack Makusu Mundele, Mukoko Butezeba. Ana huyu Eli Mpanzu ndo anakuwa mchezaji wa 5 kuwafunga Al Masry kutoka Kongo. Sawa? Kwa hiyo inabidi watu waipe heshima Simba Sports Club. Waipe heshima. Bwana umetoa ulinzi wa wekundu wa Msimbazi Simba. Unajisikiaje kwanza? Ambao wana tuzo. Inavutia. Unaelewa? Kwa hiyo walaftari hawezi kunipiga. Walaftari hawezi kunipiga. Walaftari hawezi kunipiga. Leo ni ya leo. Mashabiki wa Simba wengi wanatamani kujirudia yale ya 2003. Wametoka Misri wanaelekea tena Misri. Zamalek atafuzu kwenye mchezo ambao utapigwa kwa 6-1. Hili labda unazungumziaje hivi? Tunatarajia kushuhudia mchezo ambao ni kama finali vile. Hilo unazungumziaje? Of course probably Simba anaenda kukutana na Zamalek, sawa? Na tayari mimi nakwambia kitu kimoja. Umeona ile magoli mawili ambao Simba wameruhusu? Ndio imewapa funzo jinsi gani ya kwenda finali. Kama wasingekutana na Al Masry, wangekuwa wameruhusu mabao mawili dhidi ya Zamalek, pengine Simba wangekuwa na mlima mgumu. Ila kuna kitu washajifunza kwamba tumecheza na Al Masry nyumbani, wametufunga mabao 2-0. Ina maana watachukua tahadhari kubwa zaidi wanapoenda kucheza na Zamalek. Kwa hiyo hii njia ambayo wamepita Simba itawanyoosha jinsi gani ya kucheza na Zamalek, na pengine Simba wanaweza waka progress. Tofauti na wangekutana na mechi nchekea kama walivyokutana labda Yanga ile Rivers. Unapokutana na timu nzito kama Al Masry, watu wataidharau, lakini ni timu ambayo ina record pia nzuri. Ili tunaweza kusema ni funzo tosha kwa kuna Msimbazi Simba inakuta nusu finali na finali. Of course ukicheza na Al Masry ukaruhusu goli 2 nyumbani, unaenda kucheza na Misri mwingine nyumbani, kuna kitu unakuwa umejifunza, labda uwe mjinga. Lakini kama una akili timamu, unajua mimi Misri nimecheza, nimeruhusu goli 2, automatically huwezi ukarudia makosa. Shukrani sana Heavyweight. Najua tutaongea kiufundi baadaye tukitulia. Bila shaka.